shida yoyote. Hii kwa ni sehemu ya kuingiza namba ya simu. Tunafuatia tutaweka hichi kiboksi kwa ajili ya mtu kuingiza maelezo mafupi. Unaona, kuweka maelezo. Hii hapa ni tag ambayo inaitwa ni text area. Hii hapa ambayo inaonekana hapa inaitwa ni text. Kwa maana yake humu ndani utakuwa na uwezo wa kuweka maelezo marefu kwenye hichi kibox. Kwa utakwenda kutengeneza hichi kitu. Kwa utarudi kwenye kodi zetu hapa. Nitakuja hapa nitaweka BR kuruka mstari kama kawaida. Nitakuja nitatengeneza lebo nyingine. Nitasema lebo, utaifunga na kuifungua. Katikati utaweka maelezo ya hicho kibox. Labda tuseme andika maelezo, labda tuseme maelezo mafupi. Maelezo mafupi. Tuseme labda maelezo mafupi ya labda ni kama ni nini, kama ni malalamiko labda, mfano tunaweka kitu kama hicho hapo. Hapa utaweka BR. Baada ya hapo tutakwenda kuweka kile kibox chetu cha kuandika sasa maelezo. Kinaitwa ni text area. Kwa utaandika tu text area, utafungua na kufunga, utasema ni text, inaitwa ni text area kama kawaida. Baada ya kuandika text area yako, sasa kwenye text area pia kwa sasa hivi hapa nikija hapa sasa hivi nikisave hapa, kija tukiangalia hapa kwenye form, tukirefresh hichi hapa kimetokea. Sasa una uwezo wa kuongeza kidogo kiweze kuwa kikubwa, pamoja na kuweka labda kama ni place order pia unaweza kaamua. Kwa tufanye hivi, tuongeze baadhi ya vitu ndani ili kidogo iweze kukaa vizuri. Sasa nitakuja hapa kwenye text area, utasema name kama kawaida, utaweka name. Tuseme labda ni dalili, mfano labda tuweke dalili. Baada ya hapo tutaweka attribute nyingine kama low. Sasa maana yake hapa tunakwenda kuweka ukubwa wa hicho kibox. Sasa tutasema labda nataka kuwe na row kadhaa. Mfano labda nataka labda kuwe na row 4 mfano. Alafu labda tuwe na columns labda ziwe 30 ili mtu aweze kuandika anavyotaka. Alafu pia tutaweka pia na place order, maana yake mtu ataweza kuona. Tutaweka na place order. Baada tuseme mgonjwa anahisi nini, mfano tuseme mgonjwa anahisi nini. Utasave, control C, rudi kwenye browser hapa uangalie matokeo. Sasa hapa ukirefresh unaweza ukaona kidogo nini kimeongezeka sasa hivi. Unaweza ukaona sasa hivi, maana yake hapa mtu atakuwa na uwezo wa kuandika. Mfano kama hapa mtu atakuwa anaweza kuandika vitu anataka yeye, ataandika hayo maelezo mafupi au maelezo marefu hapa kwenye hii text area. Baada ya hapa kitakachofuatia tutakwenda kutengeneza hizi button ambazo unaziona hapa. Kutakuwa na button kama 2. Kuna button kwa ajili ya kutuma na kuna button ambayo itafanya kazi ya kufuta, yani kureset data ambazo mtu atakuwa ameziingiza hapa. Maana yake unaweza kubonyeza hapa ukazifuta au ukabonyeza hapa kwenye sajili, maana yake data ambazo zitakuwa zimeingia hapa zote zitatumwa kama ni kwenye server labda kwenye database. Sasa tunakwenda kufanya hicho kitu. Tutakuja kwenye kodi yangu hapa. Kwa sasa hivi hapa nitakuja hapa nitasema BR kama kawaida, ruka mstari, bonyeza enter. Sasa tutakwenda kuweka button. Tutakwenda kutumia tag inayoitwa button. Tutasema button, tutasema type. Labda tuseme hapa type inayozungumzia hapa inaitwa ni submit. Hii hapa inakwenda ni submit. Hii hapa inakwenda kuruhusu data ziende kwenye server labda kwenye database, hiyo type ya submit. Baada ya hapa pale kwenye button tunaweka lebo ambayo mtu ataiona. Unaweza kusema labda sajili mgonjwa labda au tuma, yote ile ambayo unataka wewe kuiweka. Mfano tuseme labda
tuseme labda sajili mgonjwa. Kwa mtu akibonyeza hapa na maana yake na sawa. Utaifunga, maana yake hii inafunguliwa na kufungwa kwa kuwa hii ni paired tag. Tena tutakuwa na tag ya pili. Tutakuwa na tag ya pili pia ambayo ni button pia. Hii ni button kwa ajili ya kufuta data ambazo zipo katika form yetu. Kwa hiyo utasema type. Sasa hapa tutakwenda kutumia keyword ambayo ni reset. Reset maana yake ni futa. Kwa hiyo ukibonyeza reset maana yake unafuta data zote ambazo zipo katika form. Submit maana yake unatuma. Hiyo ndio tofauti ambayo ipo katika hizi button zetu. Kwa hapa tunaweka label, maandishi ambayo mtu atayaona. Tuseme labda futa taarifa. Utafunga button yetu kama kawaida. Kwa sasa hivi nikirudi huku hapa nikirefresh, nje kwenye sehemu ya form hapa unaweza ukaziona zile button mbili hizi hapa. Kuna button hii hapa ya kusajili mgonjwa na kuna hii nyingine. Kuna hii hapa ni kwa ajili ya kutuma taarifa. Alafu kuna hii ya kufuta. Mfano, kija labda hapa labda tuingize labda jina la mgonjwa. Labda tuseme ni Helman Nifunze. Hao ndo majina yake, labda tarehe aliyozaliwa. Ukija hapa unaweza kubonyeza ukaangalia kama ni mwaka ambao mtu amezaliwa. Unaweza ukaangalia hapa. Unaweza ukaangalia mwaka aliozaliwa. Unaona kama ni 99 labda mfano, kama ni Aprili utachagua hapo. Hapa kwenye jinsia utasema Mei, kundi la damu labda utaweka lolote, labda kama ni ana group O labda plus ana B utaweka. Namba ya simu hapo utaweka namba ya simu ya huyo mgonjwa. Mfano labda ni hii ndio namba ya simu mfano. Hapa kwenye maelezo utaweka mgonjwa anahisi nini, labda anahisi kizunguzungu. Unaona, labda kichwa kinamuuma, unaona, na kadhalika. Kwa hivyo ukimaliza hapo utabonyeza hapa button ya sajili. Maana taarifa zote ambazo umeziingiza hapa zote zitatumwa kwenye database ambazo hizo ni kwenye server au database. Nikisema futa, sasa nafikiri paka hapa tutakuwa tayari tumefanikiwa kuweza kujifunza matumizi ya tagi za form. Tumeona zinaofanya kazi. Sasa nafikiri kufikia paka hapa ndo mwisho wa project yetu hii simple ya kutengeneza form au kutengeneza kamfumo kadogo tu kwa ajili ya kusajili wagonjwa. Kama video hii umeipenda, usisahau kulike, kushare, kusubscribe pia na kucomment. Asante.